here in Rome at the Vatican, and we have white smoke streaming out. And you can hear people crying. It's amazing. Here we are. And celebrating this special moment. Yeah, it's so Robert Prevost ni nani? Mfahamu kwa undani Papa Leo wa 14. It looks to be white. We Look have at that smoke streaming out. Hata kabla jina lake halijatangazwa kutoka kwenye roshani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro, umati wa watu uliokuwa chini ulikuwa ukiimba Viva il Papa, kwa maana ya ishi milele Papa. Robert Prevost mwenye umri wa miaka 69 atakuwa kiongozi wa 267 kwenye kiti cha enzi cha Mtakatifu Petro na atajulikana kama Papa Leo wa 14. Atakuwa Marekani wa kwanza kushika wadhifa wa papa, ingawa anachukuliwa kuwa kardinali kutoka Amerika ya Kusini kwa sababu ya miaka mingi aliyotumikia kama missionary nchini Peru kabla ya kuwa askofu mkuu huko. Ana uraia wa Peru na anakumbukwa kwa upendo kama mtu aliyefanya kazi na jamii zilizotengwa na kusaidia kuunganisha jamii katika kanisa eneo hilo. Alizaliwa Chicago mwaka 1955. Prevost alihudumu kama kijana wa Altaya na aliyewekwa wakifu kwa padri mwaka 1982. Katika maneno yake ya kwanza kama Papa Leo wa 14, alizungumza kwa upendo kuhusu mtangulizi wake Papa Francis. Papa Francesco. Thank you, Pope Francis, for all you've done. We're hearing the first words here of Pope Leo XIV. Bado tunasikia masikioni mwetu sauti dhaifu lakini daima yenye ujasiri wa Papa Francis, ambaye alitubariki. Alisema, tukiungana na tukishikana mikono na Mungu tusonge mbele pamoja. Aliwaambia umati wa watu waliokuwa wakishangilia. Aliwaambia umati uliokuwa ukisikiliza katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwamba alikuwa mwanachama wa shirika la Agostino. Alikuwa na umri wa miaka 30 alipohamia Peru na kama sehemu ya misheni ya Agostino. Anajua vizuri makardinali kote ulimwenguni kwa sababu ya nafasi yake muhimu kama mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa kuwa 80% ya makardinali walioshiriki katika mkutano mkuu waliteuliwa na Francis, haishangazi sana kwamba mtu kama Prevost alichaguliwa. Ataonekana kama mtu aliyeunga mkono kuendelea kwa mageuzi ya Francis katika kanisa Katoliki. Ingawa ni Marekani na atakuwa anafahamu kikamilifu mgawanyiko ndani ya kanisa Katoliki, historia yake ya Amerika ya Kusini pia inawakilisha mwendelezo baada ya papa aliyetoka Argentina. Ingawa wakati wake kama askofu mkuu nchini Peru hakuepuka kashfa za unyanyasaji wa kijinsia ambazo zimekubika kanisa, jimbo lake lilikanusha vikali kwamba alihusika na jaribio lolote la kuficha ukweli. Kabla mkutano mkuu, msemaji wa Vatican Matteo Brun alisema kuwa wakati wa mikutano ya baraza la makardinali katika siku zilizotangulia, mkutano mkuu walisisitiza umuhimu wa kuwa papa na mwenye roho ya kinabii inaweza kuliongoza kanisa ambalo halijifungi ndani bali linajua jinsi ya kwenda nje na kuleta mwanga kwa ulimwengu uliojaa kukata tamaa. 6:08 p.m. here in Rome at the Vatican, and we have white smoke streaming out. And you can hear the crowds. And we hear the crowds applauding there. As you can see, now we got the camera work on there. Just crowds of people crying. It's amazing. Here we are. And celebrating this special moment. Yeah, it's so white, so... There was a brief moment where we were a little unsure, but it is confirmed it is white smoke. We have white smoke here. A smoke warning. A smoke warning. We're no longer watching. Oh my goodness, I was walking out the door. We're back with Dr. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.